kwenye ndoa, kuingia kwenye ndoa mkiwa na matarajio makubwa mno. Mwanaume anaamini anaoa malaika. Yaani huyu hajui kununa, hajui kuumia, yaani anajua anaoa malaika ambaye amenyoka kama ameshushwa toka juu. Hilo pia ni tatizo. Kwa sababu ungejua unaoa mwanadamu, ungejua namna ya kuishi na mwanadamu. Mwanadamu yoyote anategemea tutasaidiana, utanitia moyo. Kwa nini watu wanafika ndoa mpaka zinafurugika? Mimi hapa nimeishi kwenye ndoa si muda mrefu, lakini nadhani muda unatosha kwa kusema nimekaa kwenye ndoa. Kidole changu sijawahi kumpiga mke wangu walau kwa kidole. Sasa haimaanishi kwamba yeye ni bora sana, yeye ni malaika, lakini ni namna mwanaume anavyoweza kuchukuliana na mke wake. Wengine wanakuwa na matarajio makubwa. Sasa anapopata tofauti na kile, naona nilikosea, anaanza kufikiri mtu mwingine. Wanangu, sikilizeni. Kimsingi kama hujaoa, uko huru kuoa mwanamke yoyote kibiblia katika Bwana. Sasa kisha kuamua hoja ni namna gani wewe una muhendo. Ndio maana Paulo anatoa majibu, anasema uishi kwa akili. Watu wengi mnaokoka mnafikiria kuishi na mwanamke kwa roho. Tunaishi kwa akili. Anajua huyu mwanamke anapenda nini, anafurahia kitu gani. Sasa hiyo sio roho, ni akili, mindset. Binadamu anaishi kwa roho peke yake, maisha yake lazima atakwama tu. Na binadamu anaishi kwa akili tu, atakwama tu. Ili uishi vizuri lazima uishi kwa roho na kwa akili. Na tunaishi na mwanamke kwa akili.